Mwaka 1979 dunia ilishuhudia tukio lililobadilisha historia ya Mashariki ya Kati. Taifa la Iran ambalo zamani lilikuwa rafiki mkubwa wa Marekani liligeuka kuwa mmoja wa maadui wakubwa wa Washington. Lakini swali ni moja, nini kilisababisha nchi mbili zilizokuwa washirika wakubwa kugeuka kuwa wapinzani wa muda mrefu? Hii ni historia ya Iran, nchi yenye ustaarabu wa zaidi ya miaka 2500, nchi ya wafalme wakubwa, vita kubwa, mapinduzi, mafuta, nyuklia, vikwazo na mapambano ya nguvu yanayoendelea mpaka leo. Kabla ya kuitwa Iran, dunia iliifahamu kama Uajemi au Persia. Uajemi ilikuwa moja ya falme kubwa zaidi duniani. Ilikuwa na wafalme wenye nguvu kama Koreshi Mkuu ambaye alijenga himaya kubwa iliyofika maeneo mengi ya Asia na Mashariki ya Kati. Kwa karne nyingi, Iran ilikuwa kitovu cha biashara, sayansi, utamaduni na siasa. Lakini utajiri wake mkubwa wa mafuta uliifanya kuwa eneo ambalo mataifa makubwa yalitaka kulidhibiti. Mwanzoni mwa karne ya 20, mafuta ya Iran yakawa rasilimali muhimu sana duniani. Kampuni za kigeni zilianza kupata nguvu kubwa katika sekta hiyo, jambo ambalo liliwafanya baadhi ya viongozi wa Iran kuamini kuwa taifa lao lilikuwa linapoteza utawala juu ya mali zake. Mwaka 1951, waziri mkuu wa Iran Mohammad Mossadegh alifanya uamuzi mkubwa wa kutaifisha sekta ya mafuta. Alitaka mafuta ya Iran yadhibitiwe na Wairan wenyewe, lakini hatua hiyo ilipingwa na Uingereza na Marekani ambao waliona maslahi yao yakihatarishwa. Mwaka 1953, Mossadegh aliondolewa madarakani kupitia mapinduzi yaliyokuwa na msaada wa mashirika ya kijasusi ya Marekani na Uingereza. Tukio hili lilibaki kama kumbukumbu kubwa kwa Wairan wengi. Wengi walianza kuona Marekani kama taifa linalotaka kuingilia mambo yao ya ndani. Baada ya hapo, Shah Mohammad Reza Pahlavi aliendelea kutawala Iran akiwa mshirika mkubwa wa Marekani. Iran ilipokea silaha nyingi, teknolojia na msaada kutoka magharibi. Lakini ndani ya Iran kulikuwa na hasira kubwa. Watu wengi walilalamika kuhusu ukandamizaji wa kisiasa, tofauti kubwa kati ya matajiri na maskini, na ushawishi mkubwa wa Marekani katika nchi yao. Mwaka 1979, hasira hizo zilisababisha mapinduzi makubwa. Shah aliondolewa madarakani na Ayatollah Ruhollah Khomeini akarudi Iran kutoka uhamishoni. Iran ikabadilika kutoka kuwa ufalme unaoungwa mkono na Marekani na kuwa jamhuri ya Kiislamu yenye sera kali dhidi ya Marekani. Lakini tukio lililovunja kabisa uhusiano wa nchi hizi mbili lilitokea mwaka huo huo. Mnamo Novemba mwaka 1979, kundi la wanafunzi wa Iran lilivamia ubalozi wa Marekani mjini Tehran na kuwashikilia wafanyakazi wa ubalozi. Watu 52 wa Marekani walizuiliwa kwa siku 444. Marekani iliona tukio hilo kama shambulio kubwa la kidiplomasia. Iran nayo iliona kama hatua ya kulipiza kisasi kutokana na historia ya Marekani kuingilia mambo yake.
Kutokana na tukio hilo, Marekani ilianza kuweka vikwazo dhidi ya Iran. Vikwazo hivi vilikuwa mwanzo wa vita vya kiuchumi vilivyodumu kwa miongo kadhaa. Marekani ilifungia mali za Iran, ikazuia biashara nyingi na kuweka vikwazo kwenye sekta ya mafuta ambayo ni chanzo kikubwa cha fedha kwa taifa hilo. Lakini mgogoro haukuishia hapo. Mwaka 1980, Iraq chini ya Saddam Hussein iliivamia Iran. Vita hivyo vilikuwa moja ya vita vya kutisha zaidi karne 20. Kwa miaka 8 Iran na Iraq zilipigana vita vya umwagaji damu. Mamilioni ya watu waliathirika na mamia ya maelfu walipoteza maisha. Wakati wa vita hivyo, Iran iliamini kuwa Marekani na baadhi ya nchi za magharibi zilikuwa upande wa Iraq. Hilo liliongeza chuki kati ya Tehran na Washington. Mwaka 1988 kulitokea tukio jingine la kustua. Ndege ya abiria ya Iran Air Flight 655 ilidunguliwa na meli ya kivita ya Marekani katika Ghuba ya Uajemi. Abiria wote 290 walikufa. Marekani ilisema ilikuwa ni kosa la kutambua ndege hiyo, lakini Iran iliona tukio hilo kama ushahidi mwingine wa uadui wa Marekani. Miaka ilivyoendelea, mgogoro mkubwa zaidi ukawa kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Iran ilisema inataka kutumia teknolojia ya nyuklia kwa ajili ya nishati na maendeleo ya kisayansi. Lakini Marekani na washirika wake waliogopa kuwa Iran inaweza kutumia teknolojia hiyo kutengeneza silaha za nyuklia. Kutokana na hofu hiyo, Marekani na mataifa mengine yaliweka vikwazo vipya dhidi ya Iran. Benki za Iran zilizuiliwa kufanya biashara kimataifa. Mauzo ya mafuta yalipunguzwa na uchumi wa Iran ukaanza kupata matatizo makubwa. Mwaka 2015, baada ya mazungumzo marefu, Iran na mataifa makubwa duniani zilifikia makubaliano kuhusu mpango wa nyuklia. Iran ilikubali kupunguza baadhi ya shughuli zake za nyuklia ili vikwazo vipunguzwe. Lakini mwaka 2018, Marekani chini ya Rais Donald Trump ilijiondoa kwenye makubaliano hayo na kurudisha vikwazo vikubwa. Hali hiyo ilisababisha mvutano mkubwa zaidi. Mwaka 2020, dunia ilishuhudia tukio jingine kubwa. Marekani ilifanya shambulio la drone nchini Iraq na kumuua General Qasem Soleimani, mmoja wa viongozi muhimu zaidi wa kijeshi wa Iran. Iran iliahidi kulipiza kisasi na dunia ikaogopa kuwa huenda kukaanza vita vikubwa kati ya Marekani na Iran. Lakini vita kamili havikutokea. Badala yake, nchi hizi mbili zimeendelea kupigana vita vya kivuli. Vita hivyo vinafanyika kupitia mashambulizi ya mtandao, ujasusi, vikwazo vya kiuchumi na kupitia washirika wao katika nchi mbalimbali za Mashariki ya Kati. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba licha ya miongo kadhaa ya vikwazo, Iran haikuanguka. Iran imeendelea kujenga uwezo wake wa kijeshi, kutengeneza drones, makombora na kuendelea na teknolojia zake. Lakini wananchi wa Iran wameendelea kukumbana na changamoto kutokana na athari za vikwazo. Bei zimepanda, thamani ya fedha imepungua na biashara nyingi zimeathirika. Leo hii Iran na Marekani bado ni wapinzani wakubwa duniani. Ni historia ya nchi mbili ambazo zamani zilikuwa marafiki, lakini kutokana na siasa, mafuta, mapinduzi na maslahi ya kimataifa
ziligeuka kuwa maadui. Swali kubwa linalobaki ni je, siku moja Marekani na Iran zitarudisha uhusiano wao au mgogoro huu utaendelea kwa kizazi kingine?